Lakini pili, M haibadili maana ya jina. Leo katika Kiswahili Dar es Salaam tunawasikia watu kaka, watu wanamuita mkaka, sababu yule ni shangazi. Kutia M ndio imekwenda kuchafua maana. Badala ya shangazi kusema mshangazi, kaka, leo kuna watu katika lugha wanamuita mkaka. Dada wakamuita mdada, mdada wa kazi. Ile M haijabadili maana. Baba akaitwa mbaba. Kuna mbaba mmoja, kuna mama mmoja. M haibadili maana. Asili ya M ni takbiri tu, kumkubwiza mtu. Sasa kama kuna maana ya mtaani, wewe kama mwanadini hupaswi kuichukua maana ya kimtaani, tena isiyopendeza, kwenda kuihusisha katika maana ya kidini na kielimu. Ni makosa. Unless otherwise ukamuuliza aliyesema, kwani kakusudia nini, endapo kama ulikuwa hujaelewa. Kwa hiyo niwaambie tu watu wote ambao wameumia na hili jambo, kuanzia wale walipatwa na miemko, kwanza wanywe maji, washushe presha, waheshimu hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, la taghdhab, acha paniki, shusha moyo, isikilize ikibidi hata mara 3. Maana niliyoitaja mule ndiyo maana mnayoikusudia ninyi. Kama maana zinatofautiana, basi weka tu innamal a'malu binniyati. Heshimu makusudio yangu, usilazimishe maana yako, sababu maneno haya yenye maana mawili matatu yako mengi. Lakini pia neno lenyewe hili sio rasmi kwamba Watanzania wote neno hilo mshangazi wanalitumia kwa maana hiyo. Ima watu wa mtaani tu na baadhi ya watu. Ni neno ambalo linajulikana na baadhi ya watu, halijafikia hata kwenye kiwango cha kuita urfu. Basi ni waombe washushe presha. Alafu la pili, athari yake ni kubwa. Ikiwa mtu kakusudia maana nzuri, wewe ukaipeleka katika maana mbaya, tafsiri yake unamchongea yule mtu na jamii. Na Muislamu upasi kuwa hivyo, kumtia shoti Muislamu na Waislamu. Na hapo ndio unaona umuhimu wa maneno ya Qur'ani, wa taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Kama inakusudiwa dini, kwa nini wewe ili neno usilichukue ukaenda ukaliweka sawa mafuhumu? Badala yake wewe ndio unachochea moto. Hivi kweli ndio utakuwa tupo kwenye dini kweli?